Daktari Samia Suluhu Hassan ana ziara ya kitaifa ni siku 3 nchini Urusi ambayo imeanza jana Jumatano. Katika ziara hii jana Jumanne. Jumanne. Jana ndo alienda, kwa hivyo kama ziara itaanza leo Juni 3. Juni 3 hadi 5. 2026. Katika hii ziara atafanya pia mazungumzo rasmi na rais wa nchi hiyo Vladimir Putin, pamoja na kushiriki katika jukwaa kubwa lile la kimataifa la uchumi la St. Petersburg. Jukwaa hili ni miongoni mwa majukwaa makubwa zaidi duniani ambayo yanawakutanisha wakuu wa nchi, viongozi wa biashara, wawekezaji, taasisi za kifedha na wataalamu wa sera kujadili mwenendo wa uchumi wa dunia na fursa za ushirikiano wa kimataifa. Nilipokuwa naisoma ile taarifa ya Ikulu, ilikuwa inaeleza hii ziara ni ya kihistoria na ni ya pili ya kiongozi wa nchi kwenda kuhudhuria. Mara ya mwisho ilifanywa na rais wa kwanza wa Tanzania, baba wa taifa, Julius Nyerere, ambayo ilifanyika mwaka 69. Ulikuwa hujazaliwa? 69. Mwaka 1969. Kwa hivyo Rais Samia ni rais wa pili kufanya ziara nchini tangu Mwalimu Nyerere mpaka sasa 2026 sasa. Hello. Na Rais Samia anatarajiwa katika ziara hii kutunukiwa shahada ile ya heshima ya uzamivu na chuo kimoja pale Urusi kwa kutambua mchango wake katika uongozi. Masuala pia ya elimu, mageuzi makubwa ambayo ameyafanya, kuimarisha diplomasia ya Tanzania na kuitangaza nchi kimataifa kabisa. Kati ya vitu ambavyo alivifanya tokea ameingia madarakani, kutangaza hii nchi kimataifa. Unakumbuka filamu ile ya The Royal Tour ambayo ameifanya. Kwa hiyo atatunukiwa huku nishani hiyo. Hongera yake na anastahili kwa kweli. Hivi Lambert, kwani kuna faida gani za viongozi hawa kutembeleana katika nchi? Labda kiongozi wa taifa hili ameenda taifa lingine kwenda kuzungumza, kujadili, yani huwa faida yake ni nini? Faida zinakuwa nyingi, inategemeana na tunasema lengo la ziara yenyewe. Okay. Yes. Kwa mfano nimepitia hapa baadhi ya lengo la ziara hii. Tija ipo kwenye masuala ya kibiashara, masuala ya madini, nimeona, na masuala mbalimbali ya utalii. Yote hayo tija yake manake kuna manufaa kwetu sisi kwenda uwepo wa rais kule, kuvutia utalii kwenye eneo hilo. Unajua Urusi pia kuna watalii wengi sana. Mimi nakumbuka kuna wakati nikiwa na safiri kutoka nchi moja kurudi hapa Tanzania, kwenye ndege ambayo tulikuwa tunatumia, tulipoenda kuunganisha ndege pale, kulikuwa pia kuna Warusi waliingia kwenye ndege inayokuja Tanzania. Kwa kiwango kikubwa ile ndege ilikuwa inashuka, inakuja, inashusha Zanzibar, alafu inamaliza safari yake hapa Dar es Salaam. Wale Warusi wengi walikuwa kwenye ile ndege, nadhani 70% walishuka Zanzibar. Alafu wengine ndo wakaja wakashuka na sisi hapa Tanzania, wachache. Niliona wengine pia wana connect kwenda Arusha. Unaona haya maeneo matatu, Dar es Salaam, Arusha na Zanzibar, imekuwa ni kitovu kikubwa sana cha watalii kushuka na kwenda kufanya utalii. Sasa tumesikia pia hata Zanzibar wakati fulani kuna ndege inakuja imebeba watalii watupu, bonge la ndege. Kama unakumbuka kulikuwa kuna rekodi pia za watu kutoka Urusi walikuwa wanakuja. Kwa hiyo watalii wana tabia, Warusi pia wana tabia ya kupenda utalii. Kwa hiyo ni fursa nzuri, tunaenda kuwashtua na kuwakumbusha ili kuongeza tija kwenye eneo la utalii ambao pia linachangia kwa kiwango kikubwa pato la nchi. Lakini kwenye masuala ya kiuchumi, masuala ya nimesema nini tena? Diplomasia pia, madini na nini, vitu kama hivyo. Okay. Yeah. Maana yake tupuuze yale ambayo anasema kwamba rais anapotoka nchi kwenda nchi nyingine ni anafaidika yeye kabisa. Unajua siasa ni ngumu sana brother. Nakumbuka wakati fulani hapo kukiwa kuna ukimya wa kiongozi wa nchi kwenda nje ya nchi, kuna watu wanasema rais anajifungia.
rais hasafiri, hana ushirikiano na wenzake, labda sijui wamemfungia milango. Umeelewa? Sasa anaposafiri pia maneno hayawezi kukosekana. Cha msingi nadhani ni kwamba tuje kuhoji tu, na wanaporudi wasaidizi wa Mheshimiwa Rais ni vizuri wakafafanua baada ya ziara tumepata nini, kitu gani kabisa, na tunatarajia itakuwa njema zaidi. Yes. Na imani itakuwa kubwa zaidi miongoni mwa Watanzania. So ianze hapa. Ianze hapa. Mimi nimekuelewa hoja yako na swali lako la kwa nini kuna watu wanazodoa pale wanapoona kiongozi wa nchi anasafiri kwenda nje ya nchi. Pengine mashaka yao ni matumizi yanayotumika kwa kiongozi kwenda huko na nini tutafaidika. Lakini ukiangalia ziara hii, malengo yake kama tulivyosema hayo, utalii, biashara, uchumi, diplomasia na nini, vyote tulivyoorodhesha, unaona kabisa kwamba tija ipo ya safari yenyewe. Na ikumbukwe kwamba umeeleza vizuri, kwa historia ni yeye ndi kiongozi wa pili kwa kufanyaje kwa mwaliko huo rasmi wa kwenda kwenye taifa la Urusi, ukiachana Mwalimu Nyerere. Lakini jambo lingine, Abdallah, ni kwamba rais asiposafiri maneno hutokea. Kafungiwa milango, tumejifungia, rais hatoki, afanyi vile, umeelewa ama labda hatuna uhusiano mzuri na ndio maana rais wetu yupo tu hapa, amebaki nyumbani. Anapotoka maneno pia hayakosekani. Kwa hivyo maneno ya waja. Kwa hiyo ukiwa kiongozi ni lazima uyabebe yote mwishowe. Lakini cha msingi wanaporudi sasa, ikiwa rais mwenyewe ama wasaidizi wake, hususan mawaziri wa kisekta ambao wameongozana naye, ni vyema wakaendeleza utaratibu wa kufafanua lengo la safari kabisa, tija iliyopatikana na matarajio ya baadaye kwenye lengo la safari yenyewe. Okay. Kabisa. Na Tanzania pia wamekuwa na kawaida ya kuconnect dots. Unajua Urusi ipo kwenye sintofahamu kidogo na Ukraine. Kwa hivyo ni kama mataifa ambayo yana chokochoko hivi. Pia hatua hii ya Rais Samia pia wengine wamekuwa wakiuliza what happened? No, sisi ni taifa ambalo hatufungamani na upande wote. Kwa hiyo yote sisi ni rafiki yetu na hatubebi adui wa mtu. Kabisa. Kumbukesha kufafanuliwa hiyo. Adui yako. Kwa mfano akiwa mtu ni adui wa taifa jirani, sisi kwetu haituhusu. Kabisa. Yeah. Basi sawa, namuona hapa tunaungana na mchambuzi wa masuala ya siasa, ndugu Saidi Msonga. Ndio. Saidi, bila shaka kuhusiana na ziara hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Tanzania. Hebu kwa upande wako tueleze ziara hii ni muhimu kiasi gani kwa taifa letu la Tanzania? Ni ziara muhimu kwa sababu ni ziara ambayo tunaweza tukasema ni ziara ya kiserikali ambayo inakwenda kuwakutanisha wakuu wa mataifa, kwa maana ya kwamba rais wa Tanzania pamoja na rais wa Urusi. Na katika muktadha kama huo, maana yake ni kwamba moja, inasaidia kuimarisha uhusiano wa muda mrefu ambao umekuwepo baina ya Tanzania na Urusi, kwa sababu tuna uhusiano wa kihistoria tangu baada tu ya sisi kupata uhuru. Nchi ya Urusi ni miongoni mwa mataifa ambayo wakati ule ikiitwa USSR ilikuwa ikijitolea kusaidia harakati za ukombozi katika mataifa haya ya Afrika, na unaweza ukaona kwamba kulikuwa kuna muingiliano mkubwa wa kimahusiano baina ya taifa la Tanzania na taifa la Urusi. Kwa hivyo ziara kama hizi ambazo zinawakutanisha wakuu wa nchi katika zama za sasa ni kwamba zinazidi kutanua si tu wigo wa mahusiano ya kimataifa, lakini pia zinafungua milango ya mahusiano pia ya kiuchumi, kwa sababu kwa zama za sasa dunia inakwenda na dhana ya uchumi inakwenda na dhana ya diplomasia ya uchumi, ambayo hii inahusisha zaidi namna ambavyo mataifa yanaweza yakashirikiana na yakafanya biashara baina yao na pande zote mbili zikaweza kunufaika. Kwa hivyo ni ziara muhimu sana kwa pande zote mbili, kwa sababu moja, inaimarisha uhusiano baina ya mataifa, lakini pili, inafungua njia za kiuchumi na mashirikiano kwa wafanyabiashara wa mataifa yote mawili.
Katika ratiba ya ziara hii inaonyesha kwamba marais hawa wawili watakutana na kufanya mazungumzo, rais wa Tanzania pamoja na Urusi. Unatamani mazungumzo yao yajikite zaidi sehemu gani? Kubwa zaidi ni kuimarisha zaidi uhusiano wa baina ya mataifa mawili haya, kwa sababu kama nilivyosema hapo awali, tumekuwa na uhusiano wa muda mrefu wa kihistoria baina ya Tanzania na Urusi, lakini naamini na ningependa kuona kwamba katika miongoni mwa watakayozungumzwa iwe ni kuweza kuimarisha mahusiano hayo, lakini la pili na la msingi ni kuweza kutengeneza fursa za kiuchumi kwa wananchi wa mataifa yote mawili, kwa sababu Watanzania wengi wanapaswa kufahamu fursa ambazo ziko nchini Urusi na waweze kuzitumia. Utakumbuka kwamba ama inafahamika kwamba taifa kama la Urusi ni taifa ambalo limekuwa mstari wa mbele katika biashara ya baadhi ya masuala ambayo ni muhimu kama vile mafuta, lakini pia nafaka na kadhalika, na unaweza kuona kwamba hizi zinaweza zikawa ni fursa pia kwa wafanyabiashara wa Tanzania kuweza kuona kwamba ni kwa namna gani ambavyo wanaweza wakashirikiana na wenzao wa Urusi ili kuweza kufanya biashara katika maeneo hayo mawili kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo nadhani ni miongoni mwa mambo ambayo ningependa kuhisi kwamba yakiwekewa uzito katika mazungumzo baina ya wakuu hawa mataifa, kufungua njia na fursa za kibiashara pamoja na kuimarisha uhusiano. Rais Samia pia atashiriki hili jukwaa kubwa hili la uchumi la St. Petersburg International Economic Forum. Kunaweza kuiletea Tanzania fursa gani za uwekezaji na biashara katika mazingira ya sasa ya uchumi wa dunia? Urusi ni miongoni mwa mataifa ambayo yameendelea duniani katika nyanja mbalimbali, na kitendo cha Rais Samia kushiriki katika jukwaa kubwa la kiuchumi kitakuwa kina fursa kwa Watanzania, kwa sababu katika safari hii rais ameambatana pia na wafanyabiashara mbalimbali kutoka Tanzania ambao anakwenda nao Urusi, ambao pia watashiriki katika mazungumzo kwenye jukwaa hilo. Kwa hiyo watapata fursa pia ya kukutana na wenzao kutoka Urusi ambao pia watakuwa na fursa zao. Kwa hivyo ni nafasi, kwa sababu wenzetu wameendelea ukilinganisha na sisi Tanzania. Sisi ndio tunakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kuweza kuziona zile fursa ambazo zinaweza zikatunufaisha na sisi kama taifa tukaweza kupiga hatua. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba jukwaa hili ambalo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan atahudhuria pamoja na ujumbe wake litakuwa na manufaa makubwa, kwa sababu litatoa mwangaza na pengine njia za namna ambavyo wafanyabiashara wa Tanzania na Watanzania kwa ujumla wanaweza wakanufaika na fursa mbalimbali ambazo zinapatikana kwa wenzao wa Urusi. Shukran sana. Ni Saidi Msonga huyo akizungumza nasi kuhusiana na ziara hii ambayo imeanza leo rasmi ya Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania kule nchini Urusi.